Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa siku ya leo nchini Tanzania. Mtazamaji, rais mstaafu Jakaya Kikwete ashambuliwa na wananchi wa Tanzania leo kwa maneno makali mitandaoni baada ya rais huyo mstaafu Jakaya Kikwete kutoa kauli hizi za kutatanisha nzito ambazo hazikupokelewa vyema na baadhi ya Watanzania. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amejikuta katikati ya mjadala mkali wa kitaifa Tanzania baada ya matamshi yake kuhusu mabadiliko ya katiba kuibua hisia kali mitandaoni kutoka kwa makundi ya umma ya Watanzania nchini Tanzania leo, kile ambacho kilikusudiwa kuangazia umuhimu wa katiba inayoaminika badala yake kimerejesha mifadhaiko ya zamani, huku wananchi wengi wakimtuhumu kiongozi huyo Jakaya Kikwete mstaafu kuwa na mgongano wa kimaadili na kusahau historia ya Watanzania. Kauli ya Kikwete aliyoitoa wakati wa kongamano la masuala ya katiba jana, alisisitiza kwamba watakaofanikiwa kuipa Tanzania katiba imara na inayokubalika na watu wengi watapata nafasi ya kudumu katika historia ya taifa. Aliweka mageuzi ya kikatiba kama jukumu la kizazi ambalo athari yake ingeenea zaidi ya faida za haraka za kisiasa na hadi siku zijazo za muda mrefu za jamhuri. Hata hivyo, hotuba hii yake haijaweza kupokelewa vyema, huku wengi sasa wakiweza kumshambulia na kumkosoa vikali kupitia mtandao wa kijamii. Hata hivyo, kwa Watanzania wengi ujumbe huo haukufika kama tafakari ya upande wowote katika ujenzi wa taifa. Badala yake ilifungua tena majeraha ambayo hayajatatuliwa nchini Tanzania yaliyohusishwa na urais wa Kikwete, hasa kushindwa kwake kuwasilisha katiba mpya wakati akiwa madarakani licha kusimamia mchakato wa bunge la katiba ambao hatimaye ulisambaratika kutokana na mizozo ya kisiasa. Mtazamaji, hata hivyo, katika majukwaa ya mitandao ya kijamii na vikao vya hadhara, wakosoaji walitilia shaka uaminifu wa mamlaka ya Kikwete kuhusu swala hilo. Wengi walidai kuwa maneno yake yalitoka kwa kiongozi ambaye chini ya uangalizi wake mchakato wa katiba uliweza kukwama, wakimtuhumu kutoa ushauri baada tu ya kuondoka madarakani badala ya kuchukua hatua madhubuti alipokuwa na mamlaka kabla ya kustaafu. Mtazamaji, ningependa nikuonyeshe baadhi ya comments ama maoni ya Watanzania baada ya hotuba hii yake Jakaya Kikwete. Wengi walionekana kumkosoa na kumshambulia. Mmoja hapa kwa jina la Isabel Kitali alisema mbona yeye hakufanya hivyo au hataki kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Mwingine hapa alisema katoa maneno matupu, mwishowe ni yeye ndiye aliyevunja mchakato wa katiba. David Mtui alisema ikitokea mashindano ya kuongea Tanzania itapewa Nobel Prize. Ismail naye alisema kama baba Kikwete ulishindwa kutupatia katiba mpya, basi kwa wanasiasa waliopo sasa naona hawana uwezo wa kutupatia katiba mpya. Hata hivyo, mwingine kwa jina la Joseph Mbunda alisema mtu ambaye niliamini jina lake litaandikwa kwa wino wa dhahabu alikuwa huyu Jakaya Mrisho Kikwete kuhusu katiba mpya. Aliposhindwa kutuletea katiba mpya, binafsi nilikata tamaa kabisa na mpaka sasa ninachokiona ni kiza kinene. Mtazamaji, hizo ni baadhi ya maoni au comment za Watanzania ambazo zinamshambulia Jakaya Kikwete kwa kusema ya kwamba alishindwa kubadilisha katiba yeye binafsi alipokuwa katika mamlaka. Hata hivyo, hasira hizi za wananchi zimechochewa na dhana kwamba maneno ya Kikwete yanaelekeza wajibu kwa watendaji wa sasa, huku akijiweka mbali na kushindwa huko nyuma. Hata hivyo, kwa wakosoaji hawa, rufaa yake kwa historia nahisi kidogo kama mwongozo na zaidi kama jaribio la kuweka upya urithi wake, wakati ambapo mageuzi ya katiba yamekuwa gumzo la kitaifa tena. Baadhi ya Watanzania walionyesha kusikitishwa na kwamba rais huyo wa zamani Kikwete alizungumza kuhusu umoja, maelewano na maslahi ya taifa bila kukiri maamuzi ya kisiasa yaliyokwamisha juhudi za awali za mageuzi nchini Tanzania. Wanasema kuwa upatanisho huanza na uaminifu na kwamba bila kumiliki makosa ya zamani, wito wa makubaliano ya kitaifa kuonekana kutokuwa ya kweli. Hata hivyo, wengine walitafsiri maneno yake Kikwete kuwa ni mhadhara usio wa moja kwa moja kwa viongozi na wabunge wa sasa, jambo ambalo iliwakera zaidi wananchi wanaoamini Kikwete ndiye anayepaswa kuwa mtu wa mwisho kuwaonya wengine kuhusu upotoshaji wa mabadiliko ya katiba, na wengi wakimkosoa na kutokubaliana naye. Kwao maneno yake yalifungua upya mijadala kuhusu uwajibikaji wa wasomi na utamaduni wa viongozi kuzungumza kwa ujasiri tu baada tu ya kuondoka
madarakani. Licha ya msukosuko huo, wafuasi wa rais huyo wa zamani Jakaya Kikwete wanahoji kuwa ujumbe wake unapaswa kuhukumiwa kutokana na kiini chake badala ya chanzo chake. Wanadai kuwa bila kujali mapungufu yaliyopita, wito wa kutanguliza maslahi ya taifa Tanzania, kulinda haki na kujenga mfumo wa kudumu wa kikatiba unabaki kuwa halali na kwa wakati mwafaka. Lakini hata miongoni mwa wale wanaokubali thamani ya ujumbe huu, kuna usumbufu wa wakati na sauti. Watanzania wengi wanahisi wamechoshwa na ahadi za kikatiba za mara kwa mara ambazo zitekelezeki nchini Tanzania, na kauli hii ya Kikwete sasa imekuwa ishara ya mzunguko huo wa muda mrefu wa matumaini na kukata tamaa kwa wananchi. Hasira hizo pia zimeangazia swali pana kuhusu uwajibikaji wa uongozi nchini Tanzania, hasa kwa nini viongozi wengi wanaonekana kutafakari na kuleta mageuzi baada tu ya kuondoka madarakani. Mtindo huu hata hivyo umeleta wasiwasi wa umma na kuzidisha kutoaminiana kwa wasomi wa kisiasa katika vizazi vingi nchini Tanzania. Katika mijadala ya mitandaoni, wananchi waliuliza kwa uwazi kwa nini Kikwete hakupigana zaidi kuhakikisha maridhiano na katiba mpya wakati alipokuwa uongozini au wakati wa uongozi wake, wakati aliongoza mamlaka na ushawishi wa kisiasa CCM. Kwao utambuzi wa kihistoria hupatikana kupitia vitendo, sio maoni ya nyuma baada ya kuondoka ofisini. Mjadala huo pia umefufua uchunguzi wa enzi ya bunge la katiba na ukosoaji mpya wa jinsi maslahi ya wahusika yalivyofunika ushiriki wa umma. Matamshi ya Kikwete kwa hivyo yamekuwa chachu yakifungua upya mazungumzo ya kitaifa kuhusu fursa zilizopotezwa na biashara ambayo haijakamilika kidemokrasia. Hata hivyo, kwa Watanzania wachanga au wadogo, hasa wale waliokuja uzee baada ya urais wake Jakaya Kikwete, hasira hiyo inadhihirisha kutokuwa na subira kwa vizazi vipya kwa masimulizi ya kisiasa yaliyorejelewa. Hata hivyo, wanaona mageuzi ya kikatiba kuwa ya dharura na ya vitendo, si ya kiishara, na wanakatishwa tamaa na hotuba zinazohisi kutengwa na hali halisi inayoishi. Wakati huo huo, sauti za mashirika za kiraia zimehimiza kujizuia, zikitahadharisha kwamba mashambulizi ya kibinafsi dhidi ya viongozi wa zamani kama Jakaya Kikwete yana hatari ya kuficha masuala muhimu yaliyo hatarini. Wanasema kwamba lengo linapaswa kubaki katika jinsi ya kupata katiba inayoaminika sasa badala ya kukemea siku zilizopita. Hata hivyo, ukubwa wa mwitikio huo unasisitiza jinsi swali la katiba lilivyo na hisia kali, si waraka wa kisheria tu kwa Watanzania wengi, bali ni ishara ya haki, ushirikishwaji na ahadi zilizovunjwa ambazo zimedumu kwa miongo kadhaa nchini Tanzania. Hata hivyo, maneno ya Kikwete, rais mstaafu huyo, yao yamekusudiwa au la, yamekuwa kioo kinachoakisi hasira za umma, kukatishwa tamaa na matarajio ambayo hayajatatuliwa. Yanafichua taifa ambalo bado linahangaika na safari yake ya kidemokrasia, na nyeti sana kwa nani anazungumza lini na kutoka kwa msimamo gani. Wakati mjadala ukiendelea, jambo moja liko wazi nchini Tanzania: mageuzi ya katiba nchini Tanzania hayatenganishwi na masuala ya uaminifu, historia na uwajibikaji. Hasira iliyochochewa na maneno ya Kikwete na hotuba yake inaonyesha kwamba kwa wananchi wengi yaliyopita hayajatatuliwa, na mazungumzo yoyote kuhusu siku zijazo lazima yakabiliane na uzito wa ahadi ambazo hazijakamilika. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimefanikiwa kukuandalia katika video hii, na kuomba na kusisitiza unijuze maoni yako upande wa comment section. Vile like video hii, kisha subscribe na ubonyeza alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.